amekuita wewe, ameniita na mimi. Maana Biblia inasema ya kwamba sisi tumefanyika kuwa mawakili wa siri za nani? Za Mungu. Mawakili wa siri za Mungu. Wakili maana yake ni mtu anasimama badala ya. Kama una wakili, ni kazi yake kukutetea. Ndiye anakwenda mahakamani tu. Hata kama mko naye, wewe utasikiliza tu. Wakili wako anajua sheria, anajua taratibu zote, anakutetea na kuelezea, huyu mtu hajakosea, huyu mtu ni 1 2 3. Wakili, sisi ni mawakili. Sasa badala ya Yesu kuja kusimama na kukuhubiria, ndio maana nimesimama hapa ili usikie Mungu anataka nini katika maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kwa hiyo ndio maana Yesu alipowaambia wanafunzi wake, anawaambia ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Ninyi mashahidi. Yeye ameteswa, amemaliza kazi, ameenda mbinguni, amerudi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Anasema sasa ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Watu watakao shuhudia, watu ambao watakwenda kuelezea kile ambacho Mungu anakitaka katika maisha yao, ni wewe, ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Katika Injili ya Luka sura ya 24 mstari wa 45 anasema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya, katika mstari ule wa 48. Ndinyi mashahidi wa mambo haya. Manake unasimama badala yake, unasimama wewe, ndiye shahidi wa kumwelezea Yesu ya kwamba Yesu jamani anaponya, Yesu jamani anaokoa, Yesu jamani ni mwema, Yesu atarudi. Wewe ni shahidi, wewe ni shahidi. Na tukitegemea kwamba mahali popote ulipo, nikwambia hivi ya kwamba unawakilisha ufalme wa Mungu mahali popote, iwe kazini, mahali popote, iwe shambani, iwe dukani, iwe darasani unasoma, unafundisha, umeajiriwa, umejiajiri mwenyewe, wewe ni mwakilishi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ni shahidi, ni shahidi. Hata kama ingetokea mtu yeyote akasema jamani mimi simpendi Yesu, simtaki, wewe unatakiwa usimame mwambie Yesu ni mwema, Yesu ni mzuri, Yesu anafaa, Yesu anastahili, maana wewe ni shahidi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, mtu aliyeokoka katika ulimwengu wa roho anaitwa wakili, kama ambavyo nimesema katika Wakorinto ile wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza, kwamba mtu atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Nani amefunuliwa siri hiyo ya Mungu? Ni yule aliyeokoka, aliyemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyo ndiye wakili, ndiye anajua siri, aeleze nini, aongee nini, asemeje katika haya. Sasa tuangalie machache tu katika haya, jinsi ya kujenga utawala katika ulimwengu wa roho. Moja, tambua kuwa Mungu ndiye awezaye kukupa uwezo wa yote utakayo katika maisha yako. Lazima ujue hilo. Ili ujenge uwezo wako, lazima utambue kwamba vitu vyote utavipata kutoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye akupaye uwezo katika ulimwengu wa roho, ndiye akupaye nguvu. Tambua kama yupo Mungu,
Ukitambua kama yupo Mungu, basi vitu vyote, mambo yote ujue kama yanatoka kwake, na atakupatia kile unachokitaka, atakutendea kile unachokitaka. Ndio maana anazungumza ya kwamba hata wewe usalipo, ingia chumbani kwako, omba, aonaye sirini atakujaza. Si mtu mwingine, yupo Mungu ambaye anaweza kukutendea kila lolote unalolitaka. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo la kwanza, lazima umtambue Mungu ni nani katika maisha yako. Lakini pili, tunasema hivi, ujenzi wowote wa kiroho lazima uwe na msingi juu ya Yesu. Ili uwe na uwezo katika ulimwengu wa roho, ili uweze kutawala na kusimamia mambo yako, lazima uwe na msingi katika Yesu. Yesu Kristo ndiye aliyeteswa kwa ajili ya kanisa, lakini Yesu Kristo ndiye aliyeshinda vitu vyote. Aliwashinda wenye hila, alishinda kifo na mauti, alishinda. Changamoto ambayo inatukabili leo ni watu kutokujua wana uwezo kiasi gani katika Yesu. Hiyo ndio changamoto. Changamoto inayotukabili ni watu kutokuelewa Yesu alifanya nini na anafanya nini katika maisha yao. Ndio maana unaweza ukasumbuliwa. Sisumbuliwa na mtu na chochote. Jina la Yesu linatosha. Jina la Yesu nasema linatosha. Ninasema tena, jina la Yesu linatosha. Kwa hiyo lazima ujenzi wowote wa kiroho lazima uwe na msingi juu ya Yesu, sio juu ya kitu kingine. Yesu ni jina ambalo linajitosheleza. Aji mafuta ya upako, halihitaji maji ya upako, halihitaji sijui nini, keki, bangiri, vitambaa, hakuna. Ni wizi tu. Sikiliza, nguvu ya Yesu haina kifungashio kama unavyofungasha haya maji. Tuna maji hapa, ndoba chupa hii. Muda sija kudanganya kwamba nguvu ya Mungu iko humu, nenda ukanyunyize, nenda ukanywe. Huu ni wizi tu, shirikina mtupu. Haya ni maji. Nguvu ya Mungu iko ndani ya wamchao Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji maji. Hauhitaji maji. Sijichukua maji kanyunyize nyumbani, unakaa nayo dukani, utakonya nyunyiza. Haya ni ya upako, yatakulinda. Maji haya yakulindi ndugu. Mimi tangu nimeokoka sijanyunyiza maji wala sijapaka mafuta ya upako. Na hao wanaokuuzia akawaulize, nenda nyumbani kwako uvamie uone. Unakuta kuna mbwa, kuna umeme, nyumba hii inalindwa. Tena wameandika kule kwenye nyaya zile za umeme, wanasema ni hatari, usiguse, hatari. Alafu hapo nakuta kuna askari na bunduki. Sasa kama hayo unawauzia watu hawa maji, sio ukifika nyumbani tu nyunyiza hivi na mlango usifunge. Kwa nini ufunge alafu na mlinzi akae hapo? Naomba uelewe. Yesu anasema yeye ndiye amepewa mamlaka yote mbinguni na wapi jamani? Mbinguni na wapi? Na ile mamlaka inatenda kazi ndani ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, jambo la kukumbuka lingine hapa ni lazima uwepo uhusiano mzuri na nguvu ya kiroho. Uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Uwezi ukatawala katika ulimwengu wa roho kama hauna mahusiano mazuri na Mungu. Lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Kadiri utakavyoboresha mahusiano yako mazuri na Mungu, ndivyo Mungu atakavyoonekana katika maisha yako. Atakavyoonekana. Uwe na mahusiano mazuri,
Usitengane na Mungu, kwa sababu yeye ndiye chanzo cha nguvu yako ya utawala. Na tumesema hivi, mamlaka ni utawala. Tumesema hivi ya kwamba ni mifumo. Kwa hiyo tunahitaji kuingia katika mifumo, na uwezi ukaingia katika mifumo ya ulimwengu wa giza kama hauna Yesu, kama hauna mahusiano na Mungu wako. Hauwezi ukaingia mle. Ukiingia mle unaweza ukaishia huko. Jichanganye tu uone. Yaani fanya kama unajichanganya, uingie huko. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inazungumza juu ya wana wa Sekewa. Unakumbuka habari zake? Nakumbuka kilichotokea. Walipoona Paulo anawekea mikono watu na wanapona, wakasema hii ngoja tuifanye iwe biashara. Wakaenda wakamwona mtu anahangaika anasumbuka na mapepo, akasema kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo toka. Mapepo nayo yakashituka, akasema Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, na ninyi ni akina nani? Hebu mwangalie mwenzako, na wewe ni nani? Muulize, na wewe ni nani? Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, na wewe ni nani? Kwa hiyo ukienda hivi yawezekana ukaishia huko. Lakini nataka nikwambie hapa ya kwamba ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, kila kitu kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinawezekana. Kumbuka, hakuna kitu utakachopata bila kuweka bidii. Maandiko yanasema ili mwili uwe na nguvu, lazima uwe na mazoezi ya kutosha. Mfano wake ni wakimbiaji, mabingwa wa ngumi, miereka, wanajeshi na kadhalika. Na Timotheo anasema ile sura ya kwanza, Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 7, anasema hivi, bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini usikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa, kwa maana kujizoeza kupata nguvu za kimwili kwa faa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa maana yake kuna vitu ambavyo lazima uvizingatie. Uwezi ukapigana ngumi au miereka kama una mazoezi ya ngumi. Si sawa? Utapigwa hii moja tu, natoka knockout moja tu. Walikuwepo akina wa vitu ambavyo nitaviainisha hapa chini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Moja, tunasema jilishe neno la Mungu. Neno la Mungu liwe msaada wako. Jilishe neno la Mungu. Kutoa kujilisha neno la Mungu ni kutengeneza umasikini wa kiroho, ni kutengeneza udhaifu wa kiroho. Lazima uwe na muda wa kulisoma neno la Mungu. Litakusaidia. Na uwezo kumshinda shetani bila kuwa na uwezo wa ujuzi wa kulijua neno la Mungu. Lisome neno la Mungu. Ukisoma neno la Mungu, umesoma habari za Mungu. Na uwezo kumtenganisha Mungu na neno lake. Ukisema Mungu, umesema neno lake. Ukisema neno la Mungu, umemsema Mungu. Kwa hiyo unapolisoma lile neno, linajenga uwezo wako wa kiimani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema weka mpango wako vizuri wa maombi. Uwe na muda wako na maombi. Uwe na muda na Mungu. Kadiri utakavyokuwa na muda na Mungu, Mungu atakuwa na muda na wewe. Kwa uwe na muda na maombi, ni kitu muhimu sana. Lakini kitu kingine, jazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Uwezo wa Roho Mtakatifu kutenda kazi ndani yako ni muhimu sana katika mstakabali mzima wa maisha yako ya kiroho. Ili ushinde, unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Linda maisha ya utakatifu na utubu. Kama kuna changamoto na maisha yote ya dhambi, yaondoe. Tubu. Kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kumwambia Mungu, nimeacha njia. Jenga mahusiano yako na Mungu, la sivyo ndugu yangu, shetani atakunyanyasa katika maisha haya. Ulimwengu bagizi atakunyanyasa. Ili wa mshindi
na uweze kumiliki na kutawala katika ulimwengu wa roho, lazima uhakikishe una mahusiano